umefeli tena. Yaani nimekosema shati tena. Kwani mganga? Sio niambia ni muue mwanafunzi bika. Na usi mwanafunzi bika. Ukitajika utumie silaha hiyo. Unakosa utajiri hivi. Uwepesi kabisa. Tayari ushakufa. Madam, kwa nitakuwa mpato na nini? Mimi sielewi, ngoja nipige simu polisi. Kwa mwalimu ndio amekufa sijui. Wewe Mungu. Grace ndugu wangu. Grace. Ndio lazima dada anasema. Hebu sogea. Hivi unaweza kuniambia baba yako yuko wapi? Kwani hujamkuta? Sijamkuta, ndio maana nakuuliza. Na vipi? Mbona unaonekana una wasiwasi? Huko nilipotoka kuna mtu amekuta amekufa bondeni. Unasema? Huko nilipotoka kuna mtu bondeni amekuta amekufa. Unataka kuniambia kuna mtu mwingine ameuawa bondeni tena? Ndio. Vipi? Mbona kuna panga? Sister. Vipi tena? Sister. Vipi tena? Mimi siwezi tena, siwezi kukaa kwenye msitu huu. Siwezi kabisa. Huu msitu una matatizo kabisa. Siwezi kukaa, naondoka. Sikia kwanza nimekuona peke yako umekaa kama mtu mwenye wasiwasi. Ana kwamba mimi na wewe tulipangana
Mimi na maiti ya kike, watu wabebe maiti ya kiume. Iko wapi na maiti ya kiume? Tumeua watu wengi sana, lakini kwa yule siwezi kabisa. Siwezi kwenda kuichukua. Mimi siwezi kabisa, naondoka. Unaogopa nini sasa? Na mauzauza kibao, siwezi kukaa tena katika huu msitu. Katika hiki kijiji siwezi kukaa tena, nataka niondoke. Natafuta njia tuondoke. Sikia kama kitu kimoja. Mimi nimekuacha ili ukamchukue mwanaume. Alafu kingine, hiki kijiji watu wake hawajasoma. Watu wake hawana elimu. Kwa hiyo sisi ni mchongo wa kuua tunakumaliza. Alafu kama ukutambua kwamba maisha ya mwanadamu yanapoondoka, hiyo ni biashara tosha. Naomba unisikilize vizuri wewe msichana. Nimekuja hapa ili nijue hatima ya kifo cha mdogo wangu. Baba yako wewe si ndo mwenyekiti wa hiki kijiji? Yeye si ndo kiongozi wa hiki kijiji? Na yeye pia amepewa mamlaka kutatua matatizo yote ya wananchi yanayotokea hapa. Kwa hiyo anakuwa ipo bla bla sana. Mdogo wangu mimi amefariki huu mwezi wa 3. Lakini sioni ushirikiano wote ule anaonyesha babako kuhusu kifo cha mdogo wangu. Tena kifo chenyewe ni cha matata. Mdogo wangu amepigwa risasi ya kichwa na mgongo. Kweli hata angekuwa ni yeye binti yake amefanywa hivyo, angekubali kweli? Kwa nini yeye sasa anapindisha hii kesi? Na inaonyesha wazi kabisa hii kesi anajua, yupo nyuma hii kesi. Sasa nasemaje? Ukiona mguu wangu tena hapa au nikikutana naye sehemu yoyote ile, I say nitafanya kitu kibaya. Aidha yeye afie mchwali, mimi afie jela. Sina masiara kabisa kuhusu damu ya mdogo wangu. Sasa mimi naenda. Mpe taarifa. Tena Rais Israeli haijui kazi yake na ameshindwa hii kazi. Kwa hiyo sasa mimi nitamsaidia kazi ya kutoa roho. Nitamtoa roho baba yako. Babu. Yaani mtu akifa, hiyo ni biashara. Hata mimi leo hii nikifa, kama ni Mkristo, kuna watu kabisa wapo special wanajua kuchonga majeneza. Lakini kama Muislamu kuna sanda. Kuna watu kabisa wanauza sanda, wanajua hizi sanda zinawekewa watu. Kwa hiyo sisi tunachokifanya hatufanyi dhambi. Sisi tunafanya imani tutafute pesa. Na kwenye maisha hakuna kusema natafuta pesa. Kuna njia za kutafuta pesa. Na sisi hiyo ndio njia yetu ya kupata pesa. Kwa lazima sisi tuue, tufanikishe mambo yetu. Njaa huwa saka za maiti. Na unajua kabisa kila maiti moja tunapewa shilingi ngapi? Sisi ni kazi yetu kuuza maiti. Sio kazi yetu kuwa waoga. Lazima tuuze maiti tupate hela. Kwenye mwili wa binadamu hasa kuna hoja ni muhimu ambazo tukichukua tuko hapa watu wanapiga hela. Kama ule mjane kuna vitu vyake anavichukua, tunapiga hela. Na hapo pia tunatakiwa tupeleka hata hospitali. Dada, changamka. Ndio ndugu yangu, lakini kwa huko siwezi tena, mimi naondoka. Siwezi kubaki tena hapa kaka. Mauzauza yaliyoko hapa kijijini hiki siwezi. Tumefanya sana mauaji, lakini kwa hapa too much. Ukiona umuhimu wangu wa kunifuata, utaondoka pamoja. Kama hujaona umuhimu wangu, basi kwa heri, naondoka. Siwezi, huu msitu una matatizo. Sasa wewe unadhani kutoka kwenye huu msitu ni rahisi sana? Kwa heri. Sasa nachekesha sasa. Yaani turudi mjini na maisha yalivyokuwa magumu haya. Tuna kufanya kazi gani? Kwamba tumekuja kwenye kijiji ambacho mtu akifariki wao wanaona kama vile ni jambo la kawaida tu. Sasa ana akili. Sasa nikarudi mjini sister. Kama unaamua kwenda wewe nenda tu. Bitajua faitiji hapa. Na ile maiti zima nene nikachukue. Acha maiti. Mwili mmoja wenye thamani zaidi ya milioni 200 unauacha. Kinywa tu. Milioni 50. Hapana. Sister, nikijipata nitarudi. Lakini sio kwa sasa.
Ndugu yako yupo kwenye msitu wa Kienge. Kwa sasa unahitajika ulete maiti nyingine ya kike. Alafu ndaruhusu muende. Na sitolipa kama mwanzo. Sio, umenielewa? Unajua mganga unazungua sana mwanangu. Mara ya kwanza naanza kufanya kazi na wewe, ulete baba hivyo hivyo. Ulisema kabisa unahitaji sehemu za siri za mwanamke bikra. Mimi nikaenda kutafutia mwanafunzi. Nimempiga sasa ya kichwa na kwenye mgongo. Ukaniambia usikatakiwa siku kutumia kifaa hiko, unataka utumie siri nini? Sasa jamani, usipata sehemu za siri tu. Hayo mengine ya nini? Haya, sasa hivi unaanza kuniambia eti ngutafutie tena ya kike. Alafu wewe mbona tena unipunguzie bei? Mzee, sisi tunataka hela, hatutaki porojo. Sema ngoja kutafuta hela huku. Mbona hivyo? Au wewe unaona jambo rahisi sana mtu kumuua hivi na basi unaona? Jambo rahisi kabisa unachukulia wewe, jambo rahisi kabisa. Acha hizo bwana. Sisi tumekuja tutafute pesa, imani tuendeshe familia zetu. Sasa je, huko tunacheza huko bwana. Sisi tukwambie huko mjini huko sisi tulikutana na majanga. Majanga kutosha. Tumekimbia huku kuja kutafuta mali ili mali sisi wenyewe tujiendeleze kimaisha. Sasa ndio tunafanya hivi kama yaani hatukuelewi kabisa. Sasa tupunguzia bei ili weje sasa. Unazungua bwana. Alafu kingine sasa nikwambie. Kuhusu dada yangu, wewe usiwaze. Yaani usiwaze kabisa, usijinyang'anyeshe nini? Kwa sababu wewe unajifanya mkatili wewe. Na mimi mwenyewe ni monster. Jini ni mchawi kama wewe. Sasa sija kukwambia tunakupa siri sasa hapo. Hii huduma itolewa bure. Nitamtafuta chaka tu chaka, poli tu poli, nyumba hadi nyumba na nitampata na kuapia. Namleta badala yangu. Alafu sasa nikikuletea hiyo maiti. Sitaki masuala kupunguza bei. Nataka bei ile elekezi. Tulikubaliana bei hiyo basi hiyo. Tushao watu zaidi ya 5. Tunasubiria huyo wa mwisho ili mali tumalize kazi utupe hela yetu yote tuondoke. Hatutaki kung'ang'ana masharubu hapa. Kama mwisho siku tunaje kustukiwa hapa tuuliwe na sisi au? Tatizo na kusema sharti. Nilikwambia usiwe kutumia bastola. Wewe uliua kutumia bastola. Acha ujinga. Sasa nikwambiaje? Mimi naenda kumtafuta. Tena hako kamdomo kako nitakuja kukupiga mkwenzi, mimi chizi, mimi taila. Haya. Baki na uchawi wako. Hawa vijana mjini wanajifanya wanajua sana, kumbe mbele yao giza. Ngoja nitamuonesha. Kaka, mimi ndo wakina Grace na kujisomea. Baba akija utamwambia. Sawa, lakini vipi dawa zako umebeba? Nishazichukua. Sawa, nenda lakini usisahau kumeza mdogo wangu. Usije ukazinia. Sawa. Za saizi. Salama. Samahani kwa usumbufu. Bila samahani. Mimi naitwa Freddy, ni mkazi wa Dar es Salaam. Lakini tumekuja hapa kijijini nipo mimi na dada yangu. Tumekuja wawili tu. Tuna takriban hata miezi 5-6. Na kusema kweli dada yangu nimegombana naye jana. Lakini tokea nimegombana naye mpaka sasa ninavyoongea sijui wapi alipo. Yaani kwa maana fulani atakuwa amepotea. Nimejaribu kumtafuta kila sehemu. Chaka tu chaka, poli tu poli, lakini sijampata. But nimepita kwenye baadhi ya nyumba, wamenielekeza sio niende kwa mzee Suma, yeye ndio mwenyekiti. Kwa hiyo nilikuwa naelekea, lakini baada ya kukuona wewe njiani nikaona sio mbaya labda nikuulize, unawezekana kama umemuona au yani hivyo sio hapo utakuwa umenielewa, labda umemuona au vipi? Sasa kaka, basi jaribu kuninyoshia maelezo ili nimjue vizuri. Yaani upoje, maana hapa siku hizi wageni wengi wanaingia. Sasa ni vizuri ukanipa yani picha halisi ya Lizo ili niweze kumfahamu. Kwa kusema ukweli umbo lake kama Misamobeto, yani anakachua fulani hivi, bopo mweupe hivi, ana plova, amevaa plova za mikono mirefu fulani kama blue hivi, afu ana suruali kama ya kaka yake hapa, lakini yeye rangi yake ya udongo. Sasa sio utakuwa umemuona au umesikia tu taarifa zake labda? Kusema kweli hapana. Huyo mtu sikubahatika kumuona. Ila kaka, kuna kitu usichokijua hapa kijijini. Unajua hapa kijijini kuna vitu vinaendelea ambavyo sio vizuri. Hivi siku za karibuni watu huwa wanapotea huko ndani.
Watu wanapotea. Yaani unaweza ukawa na mtu siku 5 hajaonekana, unaweza ukamkuta mabondeni amefariki. Sasa nahisi itakuwa huyo mtu amemchukua na yeye. Sasa hapo cha kufanya ndugu yangu ni kumuomba Mungu tu. Maana kijiji tunakijua wenyewe. Yaani tumejaribu kuhangaika kupata solution nini tatizo, lakini imeshindikana. Yaani hapa tunasubiri kudra za Mwenyezi Mungu atuonyeshe nini tatizo tusolve. Sasa hapo sijui nakusaidiaje ndugu. Basi sawa. Hiyo haina shida, lakini kama inawezekana tunabadilishana hata mawasiliano ili mradi hata ukimuona upate kunipa taarifa. Andika. Simu sina kabisa kaka. Simu hauna? Yaani simu sina. Kwani watu huku mnaishije nyewe? Sawa. Mimi bwana nakaa hapo kwa mzee Nyonoko hapo kwa mbele hapo. Ndio hapo napokaa. Sasa kama ukipata taarifa yoyote na kuomba kakaangu, usisite kunipa. Usisite kuniambia. Nampenda sana dadangu. Na kama ulivyosema kijiji chenu kina watu waovyo, nahofia wasije wakamfanya kitu kibaya. Basi itakuwa ni vizuri kama unakaa kwa ule mzee pale. Namfahamu. Ni mzee wetu pale. Kwa hiyo cha msingi wewe unaelekea hivi. Naelekea hapo kwa mzee Suma. Basi mimi ni mwenyeji nitazunguka ili nipate taarifa zake kama ulivyoniambia. Inawezekana huko wamemuona. Nitakuja kukupa taarifa. Basi shukrani. Pole sana ndugu yangu. Sawa. Asante sana. Uwe na siku njema. Shukrani. Bwana. Mpaka kapele imetoka. Mganga, hebu kanisaidie. Wewe vipi baba? Mbona tunachukua tu ovyo ovyo? Unajua mimi niko naenda wapi? Tatizo lako unapenda kukurupuka. Mimi dada yangu yule vipi tena? Kwani bado hajafika mjini tu? Nilikwambiaje? Kweli. Yaani bwana. Sasa ndamsaidiaje sasa? Cha kumsaidia inabidi umuone mwanamke mwingine. Bwana. Unajua mimi hata leo kutafuta nikadhani ndio kashafika mjini. Lakini kwa nafuta tu nipate uhakika kama amefika au bado. Kumbe ndokana zura tu huko. Kwanza mkamata. Njoo sasa. Hebu tulia. Bwana. Umekuwa kama champion, nakimbia tu. Unajua wewe mimi nishakwambia. Huu mji tulokuya ni mji wa watu. Kuna wenyewe makontara. Haya angalia sana vuzura tu. Nimekuta siku 2 hujaonekana. Na kila mambo mpata. Nimekota kule kwenye mjiti mmoja. Anakoda hadi vitambara. Sikia sana nikupe kitu. Kuna kitu nataka nikwambie. Unajua wewe unanengeneka tu. Nishakwambia kuwa watu si dhambi. Kwa sababu watu wenyewe hawa hawana shukrani. Unaweza kumsaidia mtu miezi na miezi, miaka na miaka, lakini ukamfanyia kosa moja tu akakukataa. Si ndio? Au mfano mzuri kwa kipofu. Kipofu bwana, ile fimbo yake inaenda kumsaidia na miaka 10, lakini siku ambayo anakuja kuona ataitupa ile fimbo. Hebu tufanye hivi vitu kwanza kwa haraka tupate hela turudi mjini tuendeleze maisha yetu. Wala ndio kule tukaenda maskini anataka kukubali huko. Sio ndio tukataa huko. Tupige kazi bwana. Oa mganga. Yo maiti ya kike unaitaka iwe vipi yo? Mweupe mweusi au vipi? Hapo nahitaji mweusi. Na shati lile. Sawa. Na sihitaji Mungu bastola. Yaani sasa hivi sio kuua kwa bastola. Sio nataka tu maiti tu.
Malizi tunaitaka. Ngoja nitakutafutia. Dada, wewe twende kwanza nikakupeleka ukabadilisha nguo nyumbani kule. Alafu baada ya hapo mimi nikatafute maiti. Imani tuondoke. Hii ndio hiyo kazi yetu ya mwisho bwana. Twende. Nataka nafsi yangu, nasema nahitaji nafsi yangu.